Mkombozi Online TV inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Shalom, shalom Tanzania. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nabii mpako mafuta wa ishara Tanzania. Ninakujia tena live wakati huu kwa ajili ya kukuletea actually sipo live leo. Ninakuletea habari hii ikiwa recorded kutoka hapa LBC, madhabahu ya unabii kwa taifa, Maramba Mawili hapa Mbezi. Na hongera sana uliomaliza mwezi pamoja nami. Hongera sana ambaye mambo yako yanakwenda vizuri. Mshukuru Mungu pata nafasi ya kusema asante Mungu kwa ajili ya kuweza kunipa nafasi hii. Huu ni wakati wa unabii kwa ajili ya mwezi Oktoba, na leo hii ni tarehe 30 Septemba 2025, na mambo ambayo Mungu ameyafunua ndio ninayokwenda kuyaleta kwa ajili ya mwezi huu ambao mwezi wa mambo mengi ya mikiki. Kwa ujumla kitaifa, mwezi huu ni mwezi wa uongozi, mwezi wa viongozi kwa taifa la Tanzania. Yaani viongozi ndio watakao trendi, viongozi ndio watakao tikiswa, viongozi ndio ambao tutasikia habari zao sana. Kuna jambo ambalo ningependa kuzungumza na kushare na nyinyi wa Tanzania, pamoja na niseme tu kwamba pamoja na viongozi wote wa nchi. Kutokana na mambo mengi tuliojifunza, tuliopitia mpaka kufikia hapa tulipo, kuna mambo ambayo tunatakiwa tujifunze sana, kwamba nchi yetu Tanzania ni nchi ambayo kwa kweli ni amani. Ina amani ya asili ya kuzaliwa, sio ile ya kutengenezwa ama ya kufanyizwa na watu. Na kwa sababu ya amani, yani Watanzania ni watu wa amani na utulivu, wana roho ya kibinadamu kama nembo ile ya Adamu na Hawa tulionayo. Nimekuwa nikisema kwamba mataifa yote yanawakilishwa na nembo zao. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ambayo ina neema ya kuwa na roho za kibinadamu. Kuna faida kubwa ya kuwa na nchi yenye roho za kibinadamu. Faida kubwa ni hii ya kwamba wananchi wanaweza wakatulia, wananchi wanakuwa watulivu kwa asili, yani bila kuhimizwa na watu, ni watulivu tu na amani yao ni ya asili. Hili ni jema sana kama mtakuwa na viongozi ambao ni wazuri. Kiwa na viongozi wazuri, hili ni jema sana. Lakini napata picha siku moja miaka ya mbele huko, tukija pata kiongozi mmoja awe ni mkatili ama dikteta, tukija pata kiongozi namna hiyo, na bahati mbaya asili ya Watanzania ni amani na utulivu, na mfahamu kwamba hao Watanzania ambao wana amani na utulivu ndio wanaotoka umo kwenye jamii, wengine wanakuwa polisi. Kwa tunakuwa na polisi wa amani na utulivu na watii, tunakuwa na jeshi la amani na utulivu na watii. Sasa yani jeshi la namna hiyo ni zuri, na mkiwa na polisi namna hiyo ni wazuri. Ila ngoja nikupe upande wa pili, athari ya kuwa na nchi ya namna hiyo ni hivi. Nchi ya namna hiyo hata kama ilipata uhuru, inaweza ikatawaliwa tena na wakoloni huku ikiwa ndani ya uhuru. Inawezaje? Unaweza kaniuliza, mtumishi wa Mungu, inakuwaje? Hebu tufungue ufahamu. Inakuwa hivi: siku akitokea mtu kutoka taifa la Uingereza ama Marekani, wale waliotutawala, ama mataifa ya Kiarabu, akaja katika nchi ya Tanzania, akaamua kuleta ukoloni kwenye nchi ya Tanzania, anauleta bila shida yoyote, na hataweza kusumbuliwa wala kuguswa na mtu yoyote. Utaniuliza kivipi? Iko hivi: akikutana na rais mbinafsi, akikutana na rais mkatili asiyependa wa Tanzania, akikutana na rais ambaye yani yeye wa Tanzania si kitu kwake, atakachokifanya huyo mtu kutoka taifa labda Marekani. Unajua kuna hii mada nimeanzisha
lakini nitamani sana ningekuwa najadili na mzee hapa kwa karibu ili niingie kwenye unabii. Yaani kuna mtu nilikuwa namwambia alafu akaniuliza yani inawezaje nchi ikawa, nimeona nizungumzie hicho kitu, nchi ikawa chini ya ukoloni tena ingawa iko huru. Nikasema na nilichora draft kabisa ambayo inavyoweza kuwa. Nilichora draft. Nilichora wawekezaji ambao wana nia mbaya wakitokea, alafu tukiwa na rais mwenye asiyejali wa Tanzania, na nchi yenyewe ina wananchi ambao ni wapole, waoga, wanyenyekevu, watii, ambao wanazaa jeshi nalo la aina hiyo, jeshi ambalo la polisi ambalo wanyenyekevu, watii, wapole, tena wajumlishe wawe waoga. Yani jeshi la polisi liwe hivyo na jeshi la wananchi ndio litakuwa hivyo. Kwa sababu gani? Si ni Watanzania wale. Kwa hiyo watakuwa Watanzania wa kijeshi, wanajeshi ambao nao ni watii, waoga, wanyenyekevu, wapole, watulivu. Yani mkiwa na kiongozi mzuri mtakuwa mko salama. Lakini akija tokea mtu kutoka taifa anataka kututawala tena, ni rahisi kutawaliwa Tanzania hii kama vile manyumbu, kama vile ng'ombe baba. Unajua inakuwaje? Anatokea taifa la Marekani, anaamua kuja kuitawala Tanzania. Tena anaweza katokea tajiri mmoja tu ambaye na mabilioni kama huyu, mfano Musk, anaitwa Musk, sijui nani Musk. Anakuja tu anamhonga rais. Atamhonga rais ambaye tukijapata rais wa hovyo namna hiyo, atakuja mhonga rais. Alafu anakuja rais huyo, kumbuka anakuwa ni kiongozi wa chama fulani, labda Chadema. Maana bahati mbaya sasa marais wa Tanzania wote ni viongozi wa vyama. Na nilisema hiyo ni hatari sana. Akihongwa rais, anawahonga kamati yake kuu. Sawa? Alafu wakati wa uchaguzi anakwenda anapiga pini. Viongozi wachaguliwa wale ambao na wao watahongeka. Alafu watakwenda bungeni. Sijui unanielewa? Yaani rais atahongwa, alafu atakubali kwa sababu hana mpango na wananchi. Sikashanunuliwa na koloni wakati huo. Na ruhusu zama zinazokuja huko kwa hali ninayoiona, ikija kitokea rais wa namna hiyo, tumeisha Tanzania. Kwa hiyo atahongwa rais. Rais yule mwenyekiti wa chama atawahonga kamati yake kuu kwa mabilioni na watu, kwa sababu wanaendekeza hongo na umaskini huu. Watahongwa magorofa, watahongwa migodi. Sijui unanielewa? Migodi yenu wenyewe. Watahongwa hela. Bahati nzuri hela wanazohongwa viongozi ni za nchi yetu hii. Yani anakuja tajiri, anachukua uwekezaji, anakamata maeneo nyeti yote. Anaweza akakamata nishati, akakamata maji, idara ya maji, akakamata yani sehemu yanayoingia mapato, akakamata madini yote, makaa sijui manini yote akakamata. Akaja akakamata madini kama madini kabisa, machimbo yote, akakamata vitalu vyote labda vya wanyama. Sijui unanielewa? Uwekezaji wote huyu anakuja anakamata. Mimi nasema hivi ili miaka ya mbele watu wajihadhari na hilo. Itakuja tokea. Kwa nchi hivi ninavyoiona ilivyo, hii nchi imekuwa nyepesi sana kwa wakorofi wa koloni wa zamani. Imekuwa nyepesi sana. Na hayupo mwanajeshi atakayesema kwamba nabii hatuwezi kukubali. Hamwezi kukubali vipi? Kwa lipi? Kwa lipi? Yaani mpaka muone nini ndio mkubali? Polisi hakuna atakayesema nabii, lakini akitokea hatuwezi kukubali, mtafanya nini? Kwa sababu polisi utahongwa. Wakuu wote wa polisi mtahongwa. Sawa? Wakuu wale wana idara za majeshi kubwa watahongwa. Labda watokee wa chini yao ndio waamue kufanya maamuzi. Ikija tokea tumekamatwa na mkoloni fulani ambaye anaamua kutumia uwekezaji kutawala nchi, ana uwezo wa kutawala hili taifa kirahisi kabisa. Very simple, analitawala kirahisi. Yaani katika mataifa naona yaliyobakia mepesi kutawaliwa hapa duniani, Tanzania inaweza katawaliwa na ukoloni wa mamboleo kirahisi kabisa. Sijui mtu wangu unanielewa? Rais akishahongwa mabilioni akawa hana utu, atakachokifanya ni kusimama na mwekezaji.
na ili aende vizuri atahonga dola. Anahonga tu wakuu wa majeshi wote. Akisha maliza watafanya nini? Anakuja anahonga tume ya uchaguzi. Alafu wakati wa uchaguzi, tume ya uchaguzi itapitisha wale ambao wanakubali ule ufisadi wa yule mgeni mwekezaji. Itakuja tokea miaka ya mbele hiyo, nakwambia. Labda watu waamke, labda jeshi liamke, labda mapolisi waamke. Watahongwa na wao. Wakishahongwa, nataka nikwambie mzee, nataka nikwambie, hivi ni vitu ambavyo nimeviona na nikachora mchoro, nikasema Mungu tusaidie isije kafikia huko. Isije kafikia huko. Baada ya hongo hiyo, wataingia wabunge wote wa chama kimoja. Lengo ni nini? Sheria zibadilishwe zitakazo mfeva yule mwekezaji pamoja na rais ambaye atakuwa amehongwa wakati huo. Iwe chama ni Chadema, iwe ni chama sijui cha ACT, iwe ni CCM, ina uwezo wa kufanya. Sijaona, kwa sababu kama CCM yenyewe hii iliyopo sasa hivi tumeshaona dalili ambazo inaweza ikafanywa chochote na ikanyamaza tu. Tunaweza kutawaliwa na wakoloni wa zamani kwa kipindi hiki kirahisi kabisa. Ndio taifa pekee limebakia ambalo linaweza kutawaliwa na wala vyombo vyetu vya dola visifanye chochote. Wanaweza kusema nabii hamna, nchi yetu haiwezi kutawaliwa. Nasema mtatawaliwa na jeshi letu mpo, na nani mpo, vyombo vya polisi mpo, si mnahongwa tu na mnahongeka. Mtafanya nini? Mnahonga magorofa, utahongwa mavitalu makubwa, utafanya nini? Na huruma kwa wananchi wakati huo sasa itakuwa hakuna. Si unanielewa? Hapo ndipo ambapo rais atashirikiana na wakoloni ambao wanakuja kwa sura ya uwekezaji. Nchi itatawaliwa kama kawaida na wananchi watakoa, sababu mkikoa vyombo vya dola vimeshaongwa, mtapigwa risasi. Hawatajali wananchi, watapiga risasi kwa sababu hawajali wananchi. Wananchi watapiga kelele, hilo jambo haliko sawa, lakini watapigwa risasi. Kwa nini? Mtakuwa na kiongozi asiyejali wananchi. Anajali uwekezaji. Anajali maslahi yake na wawekezaji wake. Itakuja tokea, ili nalosema litakuja tokea. Labda wazalendo wa nchi yetu wawahi mapema kuliokoa hili taifa. Tunakwenda, litakuja tokea. Na hii ni kama unabii na wenyewe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Yaani achana na huu unabii na utoa mwezi. Huu nao ni unabii kwa utawala utakao kuja kutokea huko mbele. Tutakuja tawaliwa na wakoloni na hatuna ujanja. Wewe fikiria idara ya maji ikiwekezwa na wageni. Usafirishaji wote, ndege na mabasi yote ya umma yakikamatwa na mwekezaji. Bandari ikamatwa na mwekezaji. Nisikilize, TANESCO ikamatwa na mwekezaji. Nisikilize baba, madini yakamatwa na mwekezaji. Nisikilize mzee wangu, vitalu vyote vya wanyama vya mbuga kamata mwekezaji. Sawa, madini na machimbo kamata mwekezaji. Na nielewa vizuri. Kichwani mwetu tujifikirie wa Tanzania wote na viongozi wangu wa nchi. Tutakuwa tumebaki na nini hapa? Mwekezaji wakati huo anakula asilimia kubwa, mtafanya nini? Kwa sababu mkikoloma, na kwa sababu nyie ni waoga, kwa sababu polisi hawataweza kufanya hilo, jeshi hataweza kufanya hilo, kwa sababu tuwaoga, na kwa sababu wametoka kwetu sisi wananchi. Manake jeshi limetoka kwetu sisi wananchi, na wananchi sisi ni waoga, ni wapole, ni wataratibu, tuwatii. Sio, unanielewa? Jeshi litafanya chochote. Na bahati mbaya jeshi linajua kwamba lenyewe linalinda tu mipaka dhidi ya maadui walioko kule nje. Lakini tutakuja ingiliwa na adui wa ndani. Ipo siku tutakuja ingiliwa. Mataifa ya Marekani huko atakuja kufanya mchezo huo. Mataifa ya Ulaya tutafanya mchezo huo. Kutatoka mataifa ya Kiarabu yatafanya mchezo huo, na tutabaki tumetoa macho hivi. Hatutafanya lolote kwa sababu tuwaoga, tuwanyenyekevu, tuwapole, na hata wao wakiondoa amani bado watatuambia sisi lindeni amani. Yaani ni kwamba mkidai madini yanakwenda, mkija mkidai kwamba sijui labda
kwa nini usafirishaji wote umechukuliwa na wawekezaji, mkidai kwamba kwa nini labda mabandari yamechukuliwa na wawekezaji, mkidai kwamba kwa nini madini yote yamechukuliwa, mkidai manake si wa China sasa hivi wanakuja bado hii ni trailer, bado watakuja wa China, watakuja Waarabu, watakuja wazungu. Yani nchi itakuwa ni mahali pazuri kwa hao wakoloni, watatukalia na hatutafanya lolote. Tukija mpaka tuje tuamke, sijui atokee mzalendo gani aje amke, ndio nchi itakombolewa. Nakwambia mzee, hii nchi ni sasa hivi ni uwanja wa mkoloni yoyote kufanya lolote. Mimi ni maoni yangu na ninaona hivyo. Na kama amuoni hivyo, situsubiri twende uchaguzi mwezi wa 10 unakuja, twendeni tukapige kura, mama aingie madarakani. Twendeni tukapige kura, mama aingie madarakani, hakuna shida. Na ataingia na wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo akiingia tu, subirini ninalowaambia hapa. Lazima kuna sheria zitabadilishwa. Na itakuwa sio mpango wa Mama Samia. Itakuwa ni mpango wa wawekezaji kwa ajili ya kujiwekea ulinzi zaidi. Kama itatokea hivyo, basi tuna bahati. Tutakuwa hapo, isipotokea hiyo, tutakuwa tuna rais makini, tutakuwa tuna chama makini, tutakuwa tuna jeshi makini na polisi makini. Lakini twendeni tu, si tunaenda kwenye kura, twendeni tukamchague mama. Twendeni tukamchague. Twendeni. Hakuna shida, twendeni. Ndio. Mimi kazi yangu ni kuona na kufunua tu. Ndio. Sawa sawa. Sasa nilikuwa natamani kama una swali, ngoja nimalize unabii wa mwezi. Alafu hiyo maswali niulize mwishoni. Amen. Mungu awabariki sana, lakini ujumbe ni huo kwa viongozi wa nchi. Tutakuja tawaliwa na wakoloni na hakuna chochote tutakachoweza kukifanya. Ngoja sasa niwakuletee mambo yatakayotokea mwezi huu. Kwanza kuna tukio la moto. Na hili litakuwa pacha. Kenya watakutana na hili tukio na Tanzania watakutana na hili tukio. Kuna matukio moto yanakwenda kusikika. Lakini kuna matukio ya viongozi kuondoka katika nafasi zao kwa njia ya kutoka kwenye nafasi ama kuondoka kwenye maisha yao. Sijachunguza ni viongozi wa kada gani. Inawezekana wadogo wadogo ama wakawa wakubwa. Lakini kuna tukio la kiongozi aliye katika hali mbaya kiafya au kisiasa anakwenda kushinda magumu yake. Lakini kuna ushindi kwa watu katika magumu yao kitaifa. Yaani ni mwezi wa ushindi wa mambo, watu wengi walikuwa wanapitia magumu fulani kitaifa. Lakini pia tunaangalia tena Zanzibar. Zanzibar wenyewe wanafikia majira ya mwisho, yanaitwa majira ya kuondokewa. Majira mwezi huu yalikuwa ya msiba, lakini majira mwezi huu Zanzibar wa 10 unaokuja kuanzia kesho ni majira ya kuondokewa. Sasa sijui ni kuondokewa safari, sasa sijui ni kuondokewa na kitu gani. Sijui yani inaonekana ni mwisho wa mambo fulani yanafika mwisho pale Zanzibar, na kutakuwa na kusanyiko. Kama mvua itanyesha manake itakuwa ni mafuriko. Kama mvua itanyesha itakuwa ni mafuriko. Lakini kama si mvua, ujue ni watu watakusanyika. Kuna kusanyiko linaonekana linalohusu masuala ya kuondokewa. Sasa sielewi kwa nini nimeiona hii wakati tayari kuna msiba, nafikiri unaendelea, mazishi sije naendelea kutokana na unabii uliotabiri mwezi uliopita. Nadhani ulisikia nilivyotabiri. Kuna haki itatolewa kwa watu walio kwenye masuala ya kisheria. Yaani watu wanaodai mambo yao kwenye kisheria, kuna haki itatolewa, inaonekana kuna haki itatolewa kwa watu. Lakini Kenya, kabla ya kufika Kenya, ngoja nitoe baadhi ya mambo hapa. Kuna majina haya, majina ya mikoa na maeneo haya ndiyo ambayo yatashuhudia matukio ya moto. BKT, mikoa na maeneo hayo. Kama ni magari yatakuwa na majina hayo ama yamefika kwenye maeneo hayo. BKT ndio yatakaohusu matukio ya moto. Na matukio ya moto mengine yanaweza kawahusu maeneo yenye majina
CLU au GPY. Shika sana hii. Fuatilia. Sio kila eneo lenye majina hayo yatatokea, ila katika maeneo yatakayotokea moto yatakuwa na herufi hizo. Fuatilieni mtaona. Watu wanaotakiwa waombe na kujilinda mwezi huo ni hawa watu wa majina AJS. AJS, kwa kuwa kutakuwa na mafarakano kwao, kutakuwa kuna roho ya kukataliwa, kutakuwa kuna roho ya kupata pesa pia, lakini kutakuwa na roho ya magombano. Wao wanatakiwa waombe, lakini pia watakuwa na matukio ya ghafla ya kiafya. AJS, matukio ya ghafla ya kiafya. Lakini kuna watu wa GPY, wajilinde na hatari za kiafya na za masuala ya mali zao, yani usalama wa mali zao na fedha, pamoja na furaha yao, walinde furaha yao. Yani kutakuwa kuna hali ya kuondolewa furaha yao au kuvunjwa moyo. CLU, wajilinde kiafya na kiuchumi. Lakini Kenya, tukio la moto litatokea, mgogoro wa viongozi kule Kenya, pamoja na kuondokewa na kiongozi kwenye nafasi yake au pengine kufiwa na kiongozi. Hayo ndio yanaonekana Kenya. Na Rais Ruto atakutana na tukio linalomshambulia kama vile kumshambulia, kumchukia. Chuki dhidi ya Ruto itatokea mwezi huo. Chuki dhidi ya Ruto itatokea. Itaishiaje sijui, lakini chuki dhidi ya Ruto itatokea. Alafu taifa la Israeli itapitia mwanzo mpya ambao utakuwa kuna mpango mpya wa vita. Wanajipanga na vita upya, yani na mapigano. Mataifa ya Ulaya na Marekani watakuwa katika dhoruba ya hali ya hewa itakayosababisha hasara, alafu na ajali, ambazo ajali zitahusisha pia vyombo vya anga, yani ndege ama vifaa vyovyote vya anga. Hii itaambatana pia na kitu kama mvua ambayo italeta moja kwa moja madhara kwa watu. Unabii wa mwezi wa 10 2025 kutoka madhabahu na ofisi kuu ya unabii Tanzania hapa LBC kwa nabii wa ishara Tanzania ni hayo. Namba ya simu ni 0715645150 kwa ajili ya kuweza kushuhudia mambo yanayoendelea ya kinabii, ama kujua mambo ya maisha yako. Wewe unaopenda kujua mambo ya maisha yako, hayo niliyoyatabiri watu wayaombee, kwa sababu ninayotabiri asilimia karibu 90 hutokea, ama 99 hutokea. Kwa hiyo watu waombe ili Mungu aweze kuingilia kati. Mungu awabariki sana. Twende na maswali ambayo nataka kuniuliza. Asante sana nabii. Maana mambo makubwa sana ndio ishara. Ndio. Umekuwa ukitabiri. Ndio. Samahani, namalizia kipindi sio muda mrefu kama dakika 5 tu hivi. Ndio. Unakuwa ukitabiri ndio matukio ndio mbalimbali ndio na yanaonekana ndio. Sasa ili Tanzania yetu, kanisa lifanye nini ili kuzuia kitu ambacho kitatokea mbele katika nchi yetu? Swali zuri. Kanisa liombe Mungu atupatie kiongozi mkuu wa nchi na viongozi wadogo chini yake walio na uzalendo na wenye maadili na ujasiri wa kuitetea nchi yao. Hicho ndio ambacho kanisa Tanzania muombe.